mahubiri yetu itaweza kuja kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16 na ule mstari wa 17. Wakorintho wa kwanza 3 mstari ule wa 16 na ule mstari wa 17. Nitasoma katika jina la Yesu. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Pia tusome katika Wakorintho huyo wa kwanza 6 ule mstari wa 19 na mstari wa 20. Au hamjui ya kuwa miili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa dhamana. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Na Mungu abariki maandiko yake. Jumapili iliyopita nilihubiri kuhusu nyumba ya maombi, na nikahubiri kuhusu faida ambazo mtu anapata anapoenda katika nyumba ya Mungu. Nilitia mkazo sana juu ya nyumba ya Mungu ama nyumba ya maombi kama jengo ambalo linaweza kuonekana. Nilizungumzia sana kuhusu kanisa ambayo inaweza kuonekana, kanisa ambayo tumejenga na fedha, kanisa ambayo tumejenga na mikono zetu, kanisa ambalo hata tumelipa jina. Hiyo ndio nilizungumzia sana kwa ujumbe wangu ule niliohubiri Jumapili iliyopita. Na mara nyingi tunaposema hekalu la Bwana, mara nyingi tunafafanua hekalu la Bwana aidha kama jengo ambalo limejengwa, ama kama sisi wa Kristo ambao tumeokoka, ambaye sasa Yesu ama Mungu anakaa ndani yetu. Ndiposa mara nyingi watu ama wahubiri tunapotaka kuhubiri juu ya hekalu la Bwana ama juu ya Wakristo ama juu ya mwili, lazima tuweze kujua kwamba tutafocus kwa hekalu ambalo linaonekana ama hekalu ambalo halionekani. Mahali tumesoma katika Wakorintho 3:16 na hadi 17 inasema ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu na Mungu anakaa ndani yetu. Hii sehemu ya maandiko haisemi ya kwamba Mungu anakaa katika hekalu ambayo tumejenga na mikono, bali anasema ya kwamba anakaa ndani yetu, anakaa ndani ya miili zetu, anakaa ndani yetu. Na hiyo ndio itakuwa focus point ya mahubiri yangu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kichwa cha ujumbe wangu siku hii ya leo itakuwa your body temple of God. Mwili wako hekalu la Mungu. Mwili wangu hekalu la Mungu. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe siku hii ya leo. Siku hii ya leo sitaongea kuhusu hekalu ama nyumba ya maombi ambayo tunaenda pale kwa ajili ya kuzungumza na Mungu, bali nitaongea kuhusu nyumba ya Mungu ambayo ni miili zetu na Mungu anakaa ndani yetu. Leo sitaongea kuhusu nyumba ya maombi ambapo unapoenda pale unapokea uponyaji na urejesho. Leo nitaongea juu ya Mungu anayekaa ndani yako.
Mungu anayekaa ndani ya mwili wako, Mungu ambaye anakaa ndani ya nafsi yako. Hiyo ndio ujumbe kwa ajili ya siku hii ya leo. Nilipokuwa nikihubiri kuhusu hekalu ama nyumba ya maombi, nilihubiri nikizungumza ya kwamba nyumba ya maombi ni mahali tunaenda kuomba Mungu, mahali tunaenda kukutana na Mungu, mahali tunaenda kupokea uponyaji, mahali ambapo tunapeleka sadaka zetu, kwa sababu hapo ndipo mahali kuna altar kwa kumtolea Mungu dhabihu. Kila Jumapili watu wengi wanaenda kanisani kwa ajili ya kukutana na Mungu wao, wanaenda kanisani kwa ajili ya kuomba, lakini siku hii ya leo nimekuja kukuhubiria, nimekuja kukueleza ya kwamba your body is a temple of God. Your body, the temple of God. God dwells in you. Mungu anaishi kwako. Mungu anaishi ndani yako. Ndugu yangu, dada yangu, Mungu anaishi ndani yako. Wewe ni hekalu la Mungu. Wewe ni hekalu la Mungu. Wewe ni jengo la Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Nilipokuwa nikihubiri kuhusu the house of prayer, tuliangalia sana ya kwamba Daudi ndiye aliyekuwa na desire kwa ajili ya kutengenezea Mungu hekalu, na kwa sababu ilikuwa tamanio mzuri, Mungu aliweza kulikubali na akaweza kulikamilisha. Tuliangalia katika Zaburi 122 ambapo Daudi alisema ya kwamba alifurahi walipomwambia twende nyumbani mwa Bwana. David had a desire to build a house of prayer to God, and he said, I was glad when they said to me, let us go into the house of God. Daudi alipenda nyumba ya Bwana. Daudi alipenda kumtumikia Bwana. Daudi alipenda kuitanishwa na Bwana. Daudi alipenda kutafuta uso wa Bwana, ndiposa akatamani kujengea Mungu hekalu. Akatamani kumjengea Mungu mahali ambapo atakuja kwa ajili ya kumwabudu huyu Mungu. Na kwa sababu ilikuwa tamanio mzuri, Mungu aliweza kulifanikisha. Mungu aliweza kumjalia. Tuliangalia katika kumaliza ule ujumbe ya kwamba Daudi alitamani sana kukaa katika nyumba ya Bwana. Hapo tulisoma katika Psalms ama katika Zaburi 27 ule mstari wa 4. Mahali Biblia inasema hili: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kuutafakari hekaluni mwake. Daudi alitamani kitu kimoja, akaweza kukaa hekaluni mwa Bwana, ili akaweza kutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake, kwa sababu alijua kwamba akikaa katika hekaluni mwa Bwana atasitiriwa. Wakati wa mabaya ukifika, haitaweza kumpata. Mungu ataweza kumsitiri, Mungu ataweza kumficha, kwa sababu atakuwa amekaa katika hekaluni mwa Bwana. Kwa sababu hekaluni mwa Bwana ni mahali ambapo kuna usalama. Hekaluni mwa Bwana ni mahali ambapo kuna ulinzi. Unapokuja katika hekaluni mwa Bwana, unapokuja katika nyumba inayoitanishwa na Bwana, Mungu naye anaachilia ulinzi.
Daudi alilia akisema ya kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana. Mara nyingi tunataka mambo mengi kutoka kwa Bwana, lakini Daudi alikuwa specific akasema ya kwamba neno moja ninalihitaji kutoka kwa Bwana. Neno moja ninalitaka kutoka kwa Bwana, nikaweze kukaa siku zote za maisha yake na akaweza kuutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Hiyo ndiyo iliyokuwa ombi na kilio cha Daudi mbele za Bwana, akaweza kukaa hekaluni mwa Bwana na akaweza kutazama na kutafakari ukuu wake. Ndugu zangu, dada zangu, ni vyema kutamani kukaa katika hekaluni mwa Bwana. Ni vyema kutamani kukaa karibu na Bwana. Ni vyema kutamani, ni vyema kumtafuta Bwana. Ni vyema kuwa karibu na Mungu, kwa sababu ukiwa na yeye kuna mambo mengi tu ataweza kukupigania. Mahali ambapo nimesoma kwa ajili ya ujumbe wa leo, Wakorintho wa kwanza 3:16 hadi ule mstari wa 17, Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Biblia inaanza kusema ya kwamba sisi tumekuwa hekalu la Mungu. Wewe umekuwa hekalu la Mungu. Mimi nimekuwa hekalu la Mungu. Sisi tumekuwa hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndiyo nyinyi. Mungu ni mtakatifu. Ni kwa sababu ni mtakatifu anakaa mahali ambapo ni patakatifu. Huwezi kuwa hekalu la Mungu na wewe ni mchafu. Huwezi kuwa hekalu la Mungu na wewe uwe ni mtu ambaye unatenda dhambi. Huwezi kuwa ni mtu hekalu la Mungu, huwezi kuwa ni mtu ambaye si mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Ni kwa sababu yeye ni mtakatifu anakaa mahali palipo patakatifu. Anakaa mahali palipo patakatifu. Kwa hivyo inatupasa tuweze kuwa watakatifu. Inatupasa tuweze kuwa watu watakatifu, ili Mungu anapokaa ndani yetu akaweze kufurahia, kwa sababu sisi ni hekalu la Bwana. Katika zamani za kale, mara nyingi hekalu la Bwana focus ama kutazama sana ilikuwa katika jengo. Lakini katika New Testament hekalu la Bwana limegeuka, limekuwa ni watu. Imekuwa ni wewe ambao umekubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Wewe ndiyo hekalu la Bwana, kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Mungu anakaa ndani ya miili zetu. Mungu anakaa ndani yetu. Mungu anakaa ndani yetu. Mungu anakaa ndani yetu katika hali ya roho. Sisi tu hekalu la Bwana kipamoja, na pia tuko hekalu la Bwana at individual level. At individual level inamaanisha kwamba Mungu anakaa ndani yako. Wewe peke yako kama Lucas, Mungu anakaa ndani yako. Mimi kama Anunda, Mungu anakaa ndani yangu. Na tukija pamoja, Mungu anakaa ndani yetu. Mungu anakaa ndani yetu kama mtu binafsi, na pia Mungu anakaa ndani yetu kama watu kwa jumla. Ndipo Wakristo wanapokuja pamoja,
Mungu anakaa ndani yao. Mkristo anapokuwa kwa peke yake, Mungu anakaa ndani yake. Je, ni wakati gani Mungu alianza kukaa ndani yako? Mungu alianza kukaa ndani yako siku ile ulipompokea Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Siku ile ulipookoka, ndipo ulipofungua mlango kwa ajili ya Mungu kukaa ndani yako. Ndipo ulipofungua mlango kwa ajili ya Yesu kukaa ndani yako. Ulipomkaribisha katika maisha yako, hiyo ndio siku Mungu alipata kukaa ndani yako. Kwa hivyo ndugu Lucas, jinsi ulivyookoka, hivyo ndio Mungu aliingia ndani yako. Hivyo ndio jinsi Mungu ameanza kukaa ndani yako. Hivyo ndio sababu Mungu sasa saa hizi ako ndani yako. Natakana uweze kuwa na ujasiri ya kwamba Mungu anakaa ndani yako kwa sababu umempokea yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wakati umeokoka, wakati umezaliwa tena, wakati umeacha dhambi zako, wakati umemkubali huyu Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, hapo ndio wakati Mungu anapata kukaa ndani yako. Na kwa sababu Mungu anakaa ndani yako, inakupasa ukaweza kuishi maisha ambayo yatampendeza, ukaweza kuishi maisha ambayo yatamfurahisha, ukaweza kuishi maisha ambaye akiwa kule juu mbinguni atafurahia, mwanangu anaishi maisha makamilifu. Mungu kwanza kukaa ndani ya maisha yako. Yeye ni Mungu mwema mpaka umkaribishe, na unamkaribisha kwa kuachana na uovu, unamkaribisha kwa kuachana na dhambi, unamkaribisha kwa ajili ya kutubu dhambi zako na kuomba Mungu akusamehe, akufanye kiumbe kipya, ili unapoanza safari unaanza na Mungu akiwa ako ndani yako. Na kama Mungu atakuwa ndani yako, hakuna jambo ambalo hutaweza kulifanya, kwa sababu mambo mengi Mungu ataweza kukufanyia. Hii hekalu ni hekalu liko safi na inahitajika liweze kuwa safi. Tunatakiwa, kwa sababu sisi ndio hekalu la Mungu na Mungu anakaa ndani yetu, Mungu anakaa ndani ya miili zetu, tunatakiwa tuweze kuwa watakatifu. Sisi kwa pamoja kama kanisa, sisi pamoja kama Wakristo, watu ambao tumejengwa kwa msingi wa Yesu Kristo, watu ambao tumejengwa katika Yesu Kristo, kwa sababu sisi imani yetu imejengwa juu ya Yesu Kristo, tunatakiwa tuweze kuwa na utakatifu ili Mungu akaweze kuonekana ndani yetu. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Wakorintho wanatueleza, Biblia inatufundisha ya kwamba tayari msingi umewekwa na Yesu Kristo, na kwa sababu msingi ushawekwa tayari, hakuna mwingine anaweza kuja kuweka msingi mwingine. Na sisi wote wa Kristo tunajenga nyumba zetu katika msingi huu ambao Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye aliweza kuweka. Na huu msingi ni kwamba unapomkubali yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anakuja katika maisha yako. Na anapokuja katika maisha yako, haubaki jinsi ulivyokuwa, bali unapata mabadiliko katika maisha yako. Huyu Yesu anapokuja katika maisha yako, hawezi kubaki jinsi ulivyo. Anapata kukubadilisha, anapata kukuonekania, anapata kukukomboa, anapata kukutakasa, anapata kukufanya kiumbe kilicho kizuri, anakuinua kutoka chini na kupeleka juu, kwa sababu yeye ni Bwana mwema. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kumleta Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wokovu, kwa sababu umenifanya jinsi nilivyo. Nami niko na jambo kwa ajili ya kushukuru, kwa sababu ni jinsi nilivyo ni Yesu amenifanya.
msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Kristo. Na huo msingi ni kwamba sisi ni hekalu la Mungu na Roho wake anakaa ndani yetu. Na kama wewe utaharibu hekalu la Mungu, kama wewe utaharibu makao ya Mungu, naye pia Mungu atapata kukuharibu, kwa sababu Mungu hataweza kuvumilia uweze kuharibu hekalu lake. Hekalu lake ni takatifu, na atalinda hekalu lake ili ya kwamba hekalu lake likaweze kumpatia sifa na utukufu. Kwa hivyo ni jukumu lako, ni jukumu langu kuhakikisha ya kwamba naufanya mwili wangu kuwa mwili unaokubalika na Yesu, naufanya mwili wangu ule unaweza kukubalika na Mungu, naufanya mwili wangu uweze kukubalika mbele za Bwana, ili anapokaa ndani yangu aone ya kwamba mimi ni mtakatifu, aone ya kwamba mimi ninastahili. Katika Warumi 12, Romans 12, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sababu sisi ni hekalu la Mungu, kwa sababu miili zetu ni hekalu la Mungu, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, kwa sababu Roho anakaa ndani yetu. Maandiko yanatueleza ya kwamba tutoe miili zetu, utoe mwili wako kama dhabihu inayokubalika, kama dhabihu ya kupendeza, kama dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye ibada ya maana. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Toa mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Patia mwili wako adhabu. Discipline your body so that your body may be accepted before God. Toa mwili wako kama dhabihu. Toa mwili wako kama dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ndugu zangu, dada zangu, toeni miili zenu kama dhabihu iliyo hai, dhabihu ya kumpendeza Bwana, dhabihu yenye kupendeza, dhabihu takatifu, dhabihu yenye manukato. Mstari wa pili: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inatueleza ya kwamba tuepukane na njia za hapa duniani, tuepukane na mienendo za watu wa duniani, tukaweze kuenenda katika mwenendo ambao utampendeza Mungu. Watu wanapotuona, watu wanapotuangalia, wakaone ya kwamba sisi tushabadilishwa, sisi ni watu ambao tumekutana na Mungu. Sisi tumekuwa mwili wa Kristo na viungo kila mmoja peke yake. Kwa sababu ya hiyo, matendo yetu ambayo unafanya, matendo yako ambayo unafanya ina affect sana
jinsi watu wanapotuzunguka wanavyoona. Our action impacts how those around us view the church. Our action, matendo yetu ina affect jinsi watu wanavyotutazama kama kanisa. Kila mtu ambaye ameokoka, yeye ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Sisi tumetengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tumetengwa tuweze kukaa maisha ambayo yanampendeza huyu Mungu, na kwa sababu tumetengwa, lazima tuweze kukaa maisha ambayo yatampendeza Mungu. Katika mwili huwa kuna viungo vingi sana katika mwili. Mwili mzima uko na mikono, mwili uko na mdomo, mwili uko na miguu, mwili uko na vitu vingi tu, ndiposa unaitwa mwili. Huu mwili uko na roho, huu mwili uko na nafsi, huu mwili uko na macho. Mwili unaitwa ni mwili kwa sababu ya zile vitu ambavyo unabeba. Kama hapa uko na container mbili, ingine ni container ambayo haina chochote, na ingine ni container ambayo iko na kitu. Kama uko na container mbili, container ingine iko safi na container ingine ni chafu, wewe ungependa kushikamana na container gani? Ile container ambayo iko na vitu inaitanishwa na zile vitu ambazo ziko ndani yake. Ile container ambayo umeweka maji inaitanishwa na ile maji ambayo umeweka pale. Ndiposa hata unapoenda dukani unaambia muuzaji ya kwamba naomba uniuzie maji. Yale maji yanapokuja yanakuja kama yako katika container. Vile vile sisi pia ni container. Kuna kitu kiko ndani yetu, lakini hiyo kitu ambacho kiko ndani yetu, je, ni kitu ambacho kinamletea Mungu utukufu ama ni kile kitu ambacho kinafanya Roho anahuzunika? Kwa sababu tusipoenenda katika njia ambazo zinampendeza Bwana, tusipoacha dhambi zetu, tusipoacha kutenda maovu, tutaweza kumhuzunisha ule Roho ambaye anakaa ndani yetu. Hatufai kumhuzunisha ule Roho ambaye anakaa ndani yetu, kwa sababu sisi tumeumbwa, na kwa sababu tumeumbwa, Mungu ameweka Roho yake ndani yetu. Ndiposa maandiko yale yametueleza kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Na mara nyingi tunapokufa, kile kitu cha dhamana Mungu ambaye anachukua kwetu huwa ni ile roho. Ile roho ya Mungu inamrudia Mungu. Mwili nao unarudi mahali ulitoka, kwa sababu mwili ulitoka katika mchanga na pia utarudi katika ule mchanga. Kama kawaida nyumba inajengwa, na hii nyumba inajengwa na mtu. Hata hii hekalu imejengwa. Hii hekalu imejengwa na watu. Watu wamelipwa wakajenga. Fedha zimetumika kwa ajili ya hii nyumba kujengwa. Gharama imetumika kwa ajili ya nyumba kujengwa. Huwezi jenga nyumba pasipo gharamika. Nasi vile vile Mungu amegharamika kwa ajili ya miili zetu. Katika Genesis, Mwanzo 2 ule mstari wa 7, maandiko yanasema ya kwamba na Mungu akamtengeneza mwanadamu. Mungu alimtengeneza. Ndio sababu Mungu ako na ujasiri wa kusema ya kwamba
Sisi ni hekalu yake, kwa sababu kama kawaida hekalu linajengwa. Mungu alimfanya mwanadamu kutoka kwa mavumbi ya ardhi, na huyo mtu akawa nafsi iliyo hai, kwa sababu hekalu haliwezi kuwapo hekalu pasipo kujengwa. Wewe mwili wako Mungu ameujenga. Jinsi ulivyo ni Mungu. Mungu ndiye amekupa hiyo saizi ya mwili. Mungu ndiye amekupa hiyo saizi ya mwili wako. Kama uko mfupi, Mungu amekuumba hivyo. Kama uko mrefu, ni Mungu amekuumba hivyo. Kama wewe ni wa katikati, ni Mungu amekuumba hivyo. Kama wewe umenona, shukuru Mungu, ni Mungu amekuumba hivyo. Hata kama wewe ni mwembamba, bado tumshukuru Mungu, kwa sababu Mungu ndiye amekuumba hivyo. Mungu ndiye ako na uwezo wa kukufanya kuwa mnono, na pia ndiye ako na uwezo wa kukufanya kuwa mwembamba, kwa sababu wewe ni hekalu lake, na kama kawaida hekalu linatengenezwa. Kwa hivyo Mungu amekutengeneza ili akaweze kukaa katika mwili wako. Unapojenga hekalu unakaa ndani yake. Baada ya wewe Mungu kukujenga, baada ya Mungu kukutengeneza, Mungu anakaa ndani yako. Na Mungu anakaa ndani yako wakati unapopokea huyu Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kwa sababu hiyo hekalu lazima liwe takatifu. Kwa sababu hiyo lazima uweze kuwa mtakatifu. Uweze kuwa wewe ni mtakatifu. Uweze kuishi katika maisha ambayo itampendeza Mungu. Uweze kuishi maisha ambayo itamfurahisha Mungu. Usiishi maisha ambayo itaweza kufanya neno la Mungu ama jina la Yesu kutukanwa bure. Ndugu yangu, dada yangu, unayenisikiliza wakati huu, wewe ni hekalu la Mungu. Mwili wako ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Roho wa Mungu anakaa ndani yako, na kwa sababu anakaa ndani yako, ukaweze kuwa mtakatifu, ukaweze kutamani na kutafuta kukaa katika hali ya utakatifu, kwa sababu ukikosa kukaa katika hali ya utakatifu, utaweza kumhuzunisha huyu Roho wa Mungu. Katika Waefeso 4, Ephesians 4, ule mstari wa 30, Biblia inasema hivi: wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mliitwa mhubiri hata siku ya ukombozi. Roho anakaa ndani yako na utakani kumhuzunisha. Usihuzunishe huyu Roho wa Mungu kwa ajili ya kutembea katika nchi ambazo hazimpendezi Bwana. Usiwe na kiburi cha kufanya dhambi. Usiwe na kiburi cha kufanya makosa. Uweze kunyenyekea katika maisha yako na kukimbia dhambi na kuepukana na uovu wote ule, ili ukaweze kumpendeza Bwana, kwa sababu ukichafua hekalu la Bwana, Mungu naye ataweza kukutupilia mbali. Je, unaweza kuchafua hekalu la Bwana jinsi gani? Hekalu la Bwana unachafua kwa kutenda dhambi. Hekalu la Bwana unachafua kwa kupenda dhambi. Hekalu la Bwana unachafua kwa kutumia mwili wako katika hali ya kutenda dhambi. Zile siku za mwisho, watu watakuwa watu ambao hawapendi kufanya mambo mazuri. Watakuwa watu ambao hawampendi Mungu, watu ambao hawaweki hekalu la Mungu kwa takatifu, watu ambao wanatenda dhambi, watu ambao wanatenda uovu. Biblia inatufundisha ya kwamba tuweze kuepukana na watu hao. Siku hizi za mwisho, hawa watu wamejitokeza. Hawa watu wako kwa wingi, wanadanganya watu, wanatenda dhambi, hawataki msamaha, hawaheshimu wazazi wao. Watu wamekuwa wagaidi,
Watu wamekuwa na kujivuna, watu wanajivuna sana, kwa sababu hizi ni siku za mwisho. Wengine wanajifanya watakatifu, lakini wanatenda dhambi. Wengine wanafanya watakatifu, lakini wanaharibu hekalu la Mungu. Wengine wanajifanya watakatifu, lakini njia zao hazimpendezi Bwana. Wanafundisha injili ambayo iko na makosa. Wanapenda kusengenya, wanapenda kutumia miili zao katika hali ya umalaya. Biblia inatuambia kwamba tuweze kuepukana na watu kama hao, kwa sababu watu kama hao wanadefile, wanauharibu mwili, na wanapoharibu mwili, Roho wa Mungu hawezi kaa ndani yao. Roho wa Mungu anakaa ndani ya miili ambazo ziko mtakatifu, na hizo miili ni sababu ashazinunua. Sisi tumenunuliwa na damu iliyomwagika pale msalabani. Mungu mwenyewe ametuumba sisi, yeye ndiye ameumba miili zetu. Kwa hivyo hako na haki hata ni kwa ajili ya kuweza kukaa ndani yetu, kwa sababu ni yeye ametuumba. Ujumbe huu, your body the temple of God. Ujumbe huu, mwili wako hekalu la Mungu. Wacha ndugu yangu, siku hii ya leo ukaweza kukusaidia. Wacha siku hii ya leo huu ujumbe ukaweza kubadilisha maisha yako. Wacha ukaweza kubadilisha zile njia ambazo unaenenda nazo. Wacha ukaweza kubadilisha fikira zako. Wacha ukaweza kukubadilisha, ili ya kwamba ukaamue ya kwamba utakaa maisha ya kumpendeza Mungu, utakaa maisha matakatifu, utakaa maisha ambayo hautendi dhambi, kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu. Mimi ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. What a privilege for the Holy Spirit, for God to dwell in you. Jinsi gani tumependelewa na Mungu, jinsi gani Mungu ametuinua hadi anakaa ndani yetu. Oh, ndugu yangu, dada yangu, jinsi gani Mungu amekuinua, jinsi gani Mungu amekuinua hadi anakaa ndani yako. Usijione kama jinsi ulivyo ati ni kwa sababu ya akili yako. Usione jinsi ulivyo ati ni kwa sababu ya uwezo wako. Ni Mungu amekufanya jinsi ulivyo ili akaweze kukaa ndani yako. Mruhusu huyu Mungu akae ndani yako. Mruhusu huyu Mungu akae ndani yako. Fanya mwili wako ukaweze kuwa makao ya Mungu kukaa ndani yake. Na Mungu akikaa ndani yako, ndipo utakuwa salama. Mara nyingi hatuko salama kwa sababu tumemfukuza Mungu katika maisha yetu. Mara nyingi hatupo salama kwa sababu Roho wa Mungu hakai ndani yetu. Lakini siku hii ya leo, neno la Mungu linakuja kwako, ukaruhusu Mungu akae ndani yako. Vile maandiko inasema ya kwamba hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Tukaruhusu huyo Roho wa Mungu akae ndani yetu. Wacha tukafungue mawazo yetu. Wacha akili zetu zote zikamruhusu huyu Yesu akae ndani yetu, kwa sababu akikaa ndani yetu ndipo tutakuwa viumbe ambavyo vinampendeza Mungu.
Usikubali kuharibu hekalu la Mungu. Usikubali kuharibu hekalu la Mungu na uvutaji wa sigara. Usikubali kuharibu hekalu la Mungu na uvutaji wa pombe. Usikubali kuharibu hekalu la Mungu na umalaya. Usikubali kuharibu hekalu la Mungu na wizi. Usikubali kuharibu hekalu la Mungu na dhambi. Uweze kuruhusu Roho wa Mungu aweze kukaa kwako, na Roho wa Mungu atakaa mahali pale tu ambapo ni pasafi, mahali pale tu ambapo ni patakatifu. Hata wewe mpendwa, hata wewe mtazamaji, hapa hivi ukipewa vikombe viwili vikiwa na maji, kimoja kama kiko na maji na kiko kisafi, bila shaka utapendelea sana kunywa yale maji. Ukipewa kikombe ambacho kiko kichafu, huwezi kubali kunywa yale maji. Vile vile nasi Mungu anataka tuwe wasafi. Mungu anataka tuweze kupendeza, ili naye akaweze kupata mahali pa kukaa, kwa sababu miili zetu ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Hizi miili, wakati Mungu anakaa ndani yetu, zinakuwa si zetu tena. Inabidi tuweze kuzisarenda kwa Mungu, ili ya kwamba Mungu aweze kuzifanya jinsi apendavyo. Kubali maisha yako Mungu akufinyange jinsi apendavyo. Mungu akufanye chombo ambacho kitampendeza, kwa sababu wewe kwa uwezo wako hautaweza. Daudi alilia akisema, Mungu usiniondolee Roho wako. Daudi alijua kwamba Mungu anaweza akaondoa ule roho ndani yake. Mungu anaweza akamwacha. Ndiposa akaenda mbele za Bwana akaomba Mungu akisema, Mungu niumbie moyo ulio msafi, wala usiniondolee Roho wako Mtakatifu, kwa sababu alikuwa amejua ya kwamba mtumishi wa Mungu Samsoni aliinuka kupigana na Wafilisti, akafikiria kwamba bado ako na Mungu, lakini hakujua ya kwamba kumbe Mungu amemwacha. Samsoni alipoinuka ya kwamba nitaenda kupigana wenye wanapigana, nitaenda na zile nguvu niko nazo, hakujua ya kwamba kwa sababu alikuwa ametenda dhambi, Roho wa Mungu alikuwa ametoka. Hakujua ya kwamba kwa sababu alikuwa ametenda dhambi, Roho wa Mungu alikuwa amemwacha. Ukitenda dhambi, Mungu atakuacha. Ukitenda dhambi, Mungu atakuacha. Mungu aweze kubali kukaa kwako kama utaendelea kutenda dhambi. Samsoni, Mungu alikaa ndani yake, akawa amemfanya mtu wake, akawa amemfanya mtumishi wake. Kumbe unaweza ukawa mtumishi wa Mungu, na kumbe hata Mungu ametoka kwako na hata hauna habari. Samsoni akafikiria kwamba bado ako na nguvu, akaamuka katika usingizi akasema, nitakwenda nje kama siku zingine na kujionyesha jinsi nilivyo na uwezo. Mara nyingi unasema wewe ni shujaa, mara nyingi unasema ya kwamba uko na uwezo, mara nyingi unasema wewe ndio star, lakini ndugu yangu, dada yangu, nimekuja kukuhubiria, kukueleza ya kwamba kama hautaweza kukubali, kama hautaweza kukaa katika njia ambazo zinampendeza Mungu, Mungu ataweza kukuacha. Samsoni alifikiria kwamba bado ako na Mungu, lakini kumbe
Mungu alikuwa amemwacha. Mungu alikuwa ametoka ndani ya maisha yake. Usikubali Mungu atoke katika maisha yako. Kama umemruhusu yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama umemkaribisha Mungu ndani ya maisha yako, usikubali tena Mungu atoke katika maisha yako. Uweze kunyenyekea na kuenenda katika njia ambazo zitafanya Mungu akazidi kukaa ndani ya maisha yako, njia ambazo zitazidi kufanya Mungu adumu ndani ya maisha yako. Wathesalonika wa kwanza mstari wa 5. Wathesalonika wa kwanza 5 kuanzia 16 hadi 24. Biblia inasema hivi: furahini siku zote, ombeni bila kukoma. Tumuombe huyu Mungu pasipo kukoma. Tutafute uso wa Mungu pasipo kukoma, kwa sababu tutakapofanya hivyo tu, ndipo huyu Roho wa Mungu, ndipo Mungu atazidi kukaa ndani yetu, kwa sababu sisi ni hekalu la Mungu. Miili yetu ni hekalu la Mungu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Mara nyingi tunasema ya kwamba Mungu hayuko katika ile jengo. Ni safi kabisa, ni sawa kabisa, kwa sababu Mungu ako ndani yako. Ndiposa unapolala tu, nafsi yako huwa inamrudia Mungu, nafsi yako huwa inarudia Muumba. Omba bila kukoma. Mstari wa 18. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mapenzi ya Mungu wewe hekalu lake. Mapenzi ya Mungu mwili wako ukaweze kuwa hekalu lake na akaweze kukaa ndani yako. Roho wa Mungu anakaa kwako kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tuweze kushukuru kwa kila jambo. Mungu akubali kukaa ndani ya maisha yetu. Tushukuru huyu Mungu hata ni kwa ajili ya kuachilia Roho wake Mtakatifu kukaa katika maisha yetu. Tuweze kuomba pasipo kukoma. Hatuwezi mshinda shetani na mbinu zake kama hatutaomba. Tutafaulu tu katika haya maisha kama tutaomba. Tukiwa watu wa kuomba, ndipo tutaweza kumshinda shetani. Ndipo tutazidi kuweka hii hekalu la Bwana takatifu. Ndipo tutazidi kuweka nyumba inayoitanishwa na jina lake takatifu. Ndipo tutakapomuita ataitika. Ndipo tutakapotafuta uso wake atapatikana. Msimhuzunishe Roho. Msitweze unabii. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jitengeni na ubaya na kila namna. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe, muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Mungu aweze kututakasa. Ni Mungu pekee anaweza kukutakasa. Ni Mungu pekee anaweza kumtakasa. Ndugu yangu, ni Mungu pekee anaweza kukutakasa. Na ni Mungu pekee anaweza kukubadilisha. Mimi naweza nikakuhubiria. Mimi naweza nikakushurutisha. Mimi hata naweza nikakupa pesa. Lakini kama si Mungu, hautaweza kutakasika. Kama si Mungu, hautaweza kubadilika. Ni Mungu pekee
ambaye anaweza kukubadilisha, kwa sababu sisi ni nafsi za Mungu, sisi ni miili za Mungu, na Mungu anataka tusiwe na lawama yoyote, kwa sababu anarudi hivi karibuni, na anarudi kwa zile miili ambazo ni takatifu. Anarudi kwa wale watu ambao wako watakatifu. Anarudi kwa wale watu ambaye wamefanya hekalu lao, wamefanya miili zao kuwa dhabihu ya kupendeza yenye manukato inayompendeza Bwana. Ndugu yangu, dada yangu, jitakase, uende mbele za Bwana ukamlilie, uende tafuta uso wa Bwana, ukaombe Mungu akusamehe ili ukaweze kutembea katika njia zake. Mstari wa 24 anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu, anawaita na anafanya. Mungu hawezi kukuita Lucas akose kufanya. Mungu hawezi kukuita Lucas akose kukusimamisha. Mungu hawezi niita mimi na akose kunisaidia. Mungu hawezi niita mimi na akose kunihudumia. Mungu hawezi niita mimi na afunge bigu yangu. Yeye ni mwaminifu, anatuita na anafanya. Anatuita na anafanya. Oh, haleluya! Anatuita na anafanya. Anatuita na anafanya. Ndugu yangu, dada yangu, epukana na dhambi. Epukana na kutenda dhambi. Epukana na uovu. Epukana na njia ambazo hazimpendezi Bwana. Epukana nazo. Kimbia dhambi ili ukaweze kuwa dhabihu inayopendeza. Wacha mwili wako ukaweze kuwa mwili kwa ajili ya kumsifu Bwana. Wacha mwili wako ukaweze kuwa mwili kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Usikubali mwili wako kuwa chombo cha kuelekeza watu kufanya dhambi. Usikubali mwili wako ukawa chombo cha kuelekeza watu katika kuzimu la moto. Usikubali mwili wako ikawa chombo, ikawa kivutio cha kupeleka watu jehanamu, bali ukaweze kukubali mwili wako, ukautoa mwili wako kama dhabihu inayopendeza, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa katika maisha yetu. Roho wa Mungu anakaa katika miili zetu. Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Ile uwezo tulio nao ni kwa sababu Mungu anakaa ndani yetu. Ile ujasiri tulio nao ni kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani zetu. Wacha tukafanye miili zetu zikawa good environment kwa ajili ya Roho wa Mungu kukaa ndani zetu. Wacha tukaruhusu miili zetu kuwa mahali ambapo kuna uwepo wa Mungu. Wacha tukafanye miili zetu zikaweze kuwa miili ambazo zinakubalika mbele za Bwana. Wacha miili zetu zikaweze kuwa ni zile za kumsifu Bwana, ni zile za kumtukuza Bwana. Wacha miili zetu zikaweze kuwa ni hekalu ambalo Bwana anakaa ndani yake, na anapokaa ndani yetu huyu Bwana akaweze kufurahia. Wacha Mungu afurahie anapokaa ndani yako. Wacha Mungu ajivunie na maisha yako. Wacha Mungu ajivunie na umbali huu amekuleta. Wacha Mungu ajivunie na jinsi ulivyo, kwa sababu yeye ndiye amekuumba. Kama si Mungu haungelikuwa
jinsi ulivyo. Kama si Mungu haungelikuwa hai. Ufunuo wa Yohana unaeleza vizuri. Alifungua muhuri wa 5 na akaona chini ya madhabahu roho zimeandikwa pale, majina imeandikwa pale ya wale watu waliokufa kama wameshikilia neno, watu waliokufa Mungu akiwa ndani yao, watu ambao walifanya miili zao kuwa dhabihu inayokubalika. Majina yao ilikuwa imeandikwa katika ile kitabu, majina yao ilikuwa imeandikwa katika madhabahu, kwa sababu wale watu walishinda kwa sababu ya ushuhuda wao waliokuwa nao. Wacha ukaweza kuwa na ushuhuda mzuri. Wacha watu wanapokutazama wakatazame wakaone Mungu ndani ya maisha yako. Wacha watu wanapokutazama wakaone Mungu katika maisha yako. Wacha kutembea kwako kukaweze kumuinua Mungu. Wacha kutembea kwako kukaweze kumtukuza Mungu. Wacha watu wanapokutazama wakaone Mungu ndani ya maisha yako. Wewe ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yako, na kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yako, usichafue hekalu la Mungu, bali ulifanye hekalu la Mungu likaweze kuwa takatifu, ukalifanya hekalu la Mungu likaweze kuwa safi, kwa sababu ulinunuliwa kwa dhamana ya damu. You are so very expensive. You are bought by blood. Damu ndio ilitumika kukununua wewe. Kwa hivyo fanya ama wacha hekalu la Mungu ambao mwili wako ukaweze kuwa mtakatifu. Epukana na dhambi. Kimbia dhambi. Epukana na dhambi. Epukana na dhambi. Tembea katika njia zilizo mzuri, njia za kumpendeza Bwana. Saa zingine uko na upungufu, uko na changamoto kwa sababu ni mwanadamu, lakini haimaanishi ya kwamba hata kama uko na changamoto ukaweze kukosa kufanya mwili wako kuwa dhabihu inayopendeza ya kuweza kukubalika. Our body, temple of God. Miili zetu hekalu la Bwana. Wacha hii ujumbe ikakusaidia katika maisha yako. Make your body to be a temple of God. Let your body be a temple of God. Allow God to dwell in your body. Allow Jehovah to dwell in your body. Ruhusu Mungu akae ndani ya mwili wako. Allow the Holy Spirit to stay in your body. Make your body holy. Allow your body to be holy, because your body is temple of God. Ndugu, utaomba tukabidhi mbele za Bwana tunapoenda kumaliza, ili tukaweze kumwomba huyu Bwana akafanye miili zetu zikaweze kuwa dhabihu ya kupendeza, dhabihu inayokubalika, dhabihu ya kukubalika mbele za Bwana.